Haleluya. Amen. Yes. Ni wakati mwingine na siku nyingine tunasonga mbele. Amen. 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 Tunasonga Amen. mbele. Tunasonga mbele kwa neema ya Bwana. Amen. Nitakufundisha ujumbe wa muhimu sana na utakusaidia kwenye maisha yako ya kila siku. Amen. Haleluya. Amen. Nina watoto wa kinabii. Amen. Mazingira ya nje yana sauti. Kumbe jirani yako, mazingira ya nje yana sauti. Mazingira ya nje yana sauti. Na mazingira ya ndani yana sauti. Na mazingira ya ndani yana sauti. Ujumbe unasema mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti. Kwa hiyo mazingira ya nje yana sauti, lakini pia mazingira ya ndani yana sauti. Tutaangalia sauti ya mazingira ya nje na sauti ya mazingira ya ndani. Amen. Mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti. Amen. Haleluya. Amina. Mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti. Huu ndio ujumbe wa wakati huu. Amen. Nataka nikufundishe jambo la msingi sana kutoka hapa, Amen. ili kusaidie wewe uweze kuwa na ufahamu mkubwa na uwezo mzuri wa kuyatambua mazingira haya ya nje na mazingira ya ndani. Wengi wao wamekuwa wakishindwa kuweza kuvuka ama kufanikiwa katika mambo mbalimbali kwa sababu ya mazingira, na ni kwa sababu ya sauti ya mazingira. Mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti. Tutakwenda kufahamu mazingira ya nje ni yapi na mazingira ya ndani ni yapi, lakini pia maana yake ni nini, yakoje mazingira haya. Tutayafahamu kwa upana zaidi. Amen. Na kwa kuyajua kindani, ili tuweze kujifunza juu ya hili. Amina. Naposema mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti, hapa ndipo ambapo huwa kuna ushindani mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Kuna utu wa nje na kuna utu wa ndani. Mazingira ya nje yanafanya kazi na mazingira ya ndani vile vile yanafanya kazi. Amen. Lakini inategemeana mwanadamu huyo anaishi kwa mazingira yapi. Maana kuna mazingira ya nje na mazingira ya ndani. Amen. Unaishi kwa mazingira yapi? Na ikiwa unaishi kwa mazingira ya nje au ya ndani, yana sauti gani? Kwa sababu mazingira ya ndani yana sauti yake na mazingira ya nje yana sauti yake. Ndio maana ujumbe unasema mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti. Haleluya. Amen. Maana yake ni kwamba kuna wakati ambao wanadamu wengi wanashindwa kufanya maamuzi au yale yaliyo mapenzi ya Bwana kwa sababu ya mazingira. Mazingira ya nje yanaongea na mazingira ya ndani yanaongea. Maandiko yanasema roho na mwili zinapigana, na kwa sababu hiyo mnashindwa kuyafanya yale myatakayo, maana hivi viwili vinashindana. Mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti, na wengi wao katika miji tofauti maisha yao yameharibika. Unisikilize, maisha yao yameharibika kwa sababu ya mazingira. Unaweza ukaharibu mji wako kwa sababu ya mazingira ya nje yana sauti, na sauti ya mazingira ya nje ni ile sauti ambayo inatoka kwa kupitia vitu. Inawezekana mwanadamu au vitu fulani vyenye sauti ya kuweza kuleta maneno kueleweka au kuongea. Mazingira hayo yanaweza yakasababisha kuharibika kwa mfumo wa maisha ya mtu. Ndio maana leo hii watumishi wengi wamenaswa kwa sababu ya mazingira. Huduma zao zimekuwa ni za kizembe kwa sababu ya mazingira.
walikuwa ni watu ambao hawapigi hatua kwa sababu ya mazingira. Mazingira ya nje yanaongea na mazingira ya ndani yanaongea. Mazingira haya yana ushindani ndani ya mtu mmoja, na ili uweze kuenenda sawasawa, lazima jambo la kwanza ujue namna ya kuyahandle mazingira. Amen. Ujue namna ya kuyaweza kuyakontrol mazingira. Mazingira yakikuendesha utaishi sawasawa na mazingira yanasema nini. Utatenda sawasawa na mazingira yakoje. Ongea na mtu. Amen. Utafanya sawasawa na mazingira yanasema nini. Utafanya sawasawa na mazingira yanaonekanaje. Kwa mfano, ninapoongea unaniangalia. Ninapoongea unaniangalia machoni. Uko katika mazingira magumu sana. Mazingira haya magumu yanaweza yakaongea kwako na ukamkosea Mungu, kwa sababu mazingira yanakuambia, tazama jinsi ambavyo huwezi kuishi vizuri. Tazama jinsi ambavyo hauna fedha. Tazama jinsi ambavyo unakataliwa. Kwa hiyo mazingira yanaanza kukuongelesha na kutoa sauti kuelekeza mahala pabaya. Mazingira yako ya umasikini yanaweza yakakuendesha, kama yakipata nafasi ukapelekewa kuasi au kutenda dhambi. Mazingira yako ya utuni yakikuendesha na sio wewe kuyaendesha, yataongea kwa ajili yako. Yatakusemesha kukupeleka mahala yanapotaka yenyewe. Yanakusemesha mtu kaibe, si hauna chochote, kaibe au kadanganya. Danganya fulani kupefea, danganya. Utakufa na njaa leo. Unaona hauna kitu. Ndio mazingira yanaongea ndani ya mtu. Anapoyatazama yale mazingira na kuyasikiliza kwa sababu yana sauti, maana yake ni kwamba yanamcontrol kaibe au kadanganya. Tayari yanamkosea Bwana, kwa sababu mazingira yana sauti na yanakudirect nenda mahala. Unaishi vipi juu ya mazingira ulionayo? Ni yapi yanayokuongoza, mazingira ya ndani au ya nje? Na kama ni ya nje au ya ndani, sauti yake ni ya nani? Kwa sababu mazingira yana sauti, na sauti hiyo inaweza ikapitia watu. Leo hii watu wengi wamemwasi Mungu kwa sababu ya mazingira ya nje. Mtu anakuja ambaye ameyabeba mazingira ya uasi, alafu anakuletea wewe. Mazingira yanaongea kupitia mtu. Vibiti unashawishika ovyo ovyo kwa sababu ya mazingira ya nje. Ukikosa kipocha cha 500 ushadanganywa kwa 1000. Ni ujinga tu. Mazingira ya nje yanamvuta mtu kumpeleka shimoni. Akitazama hali ngumu ya kwamba nitafanya nini leo, mazingira yanaongea. Yanamsemesha, kwani umesahau utafute fulani, kutane naye guest, atakupa. Mazingira yanaongea. Yanakukumbusha, kwani umesahau danganya fulani. Mazingira yanasema usiibe. Yanaongea na mtu anayefuata mazingira. Ndio maana wengi wao tumekuwa ni watu wa kutokuyafikia malengo, kwa sababu mazingira tulionayo yanaongea kila tunapopiga hatua. Unapopiga hatua yanasema wewe huwezi ukafika huko. Unajidanganya, tupita shortcut hapa. Huko huwezi ukafika. Pita hapa. Ukiyafuata yale mazingira, maana yake ni kwamba huwezi kufika mahala unapopahitaji, kwa sababu yale mazingira yanaongea, yana sauti. Na hapa tulipo wote mazingira yametunasa. Niulize kwa nini? Kwa sababu yanakupa kuwaza, nitafanyaje? Hali hii ndio hii. Hali hii ndio hii. Mazingira yanakupa majibu. Usifanye hiki. Na hapo ndipo tunapokosea Bwana. Wana wa Israeli walipoona mazingira ya jangwa, wakaanza kumlaumu Mungu kwa kupitia Musa. Wakafia jangwani. Lakini wale ambao walisikia lile neno, wakati Mungu anaongea na Musa akimwambia waambie waendelee, wasimame tu
nao watauona wokovu wangu. Wakiyatazama mazingira ya bahari iliyoko mbele yao, hawatafika Kanaani. Waambie waimarike. Maana yake ni kwamba walioweza kwa kipindi kile kuyatawala mazingira ya bahari kubwa inayoonekana bahari ya Shamu walivuka. Wale ambao mazingira ya bahari yaliwaelemea hawakuvuka. Haleluya. Hawakuvuka kwa sababu tayari mazingira yaliwakontrol wao. Na ndio maana leo hii watumishi wanakontroliwa na mazingira mpaka wanaanza kuhubiri fedha kwa mazingira walio nayo. Wameyakubali ya watawale, yanaanza kuzungumza. Unapohubiri waambie kwanza watoe fedha ndipo wahubirie. Anapokuja mtu kuombewa, waambie kwanza atoe fedha ndipo waombee. Mazingira yanaanza kuongea kwa sababu yenyewe ndio yametawala. Na sauti ya hayo mazingira inazungumza ndani ya utumishi huyo. Kwa hiyo kila siku mazingira yale yanafanya kazi, na yanapofanya kazi yanapokontrol wewe. Unahubiri kitu kinachoendana na mazingira ulionayo, na unahubiri kitu ambacho unahubiri ili ujikimu na mazingira. Hapo haumhubiri Mungu kwa maana ya kuitoa injili yake kwenda kwa watu waokolewe. Unahubiri kulingamana na mazingira. Nitaleta ujumbe kulingamana na mazingira. Kama sijala jana nitakuja niseme leo baraka haziwezekani bila kutoa chochote, kwa sababu mazingira yamenitawala. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa anekuja mikono mitupu kwa Bwana ni mchawi. Pita mbele, pita mbele, pita mbele, toa sadaka. Ninaongea na watu, la sivyo ibada tunairisha. Maskini wa Mungu naona jipekenyua, unachukua ulicho nacho na unaweka mbele. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Akitumia zikiisha, siku zikiisha na anataka ibada inayofuata. Leo tena Mungu kanisemesha kwa sauti ya juu. Ninataka 5,000. Haleluya. Anaanza kuangalia na watu sasa kwanza. Wewe mama pale, wewe toa 10,000. Sana wajua, wewe pale mama wazana toa 50,000 haraka haraka. Usipofanya hivi Mungu atakubariki. Na ndivyo Roho Mtakatifu anaponiambia. Kumbe ni mapepo yanaongea kutoka kwenye mazingira. Natoa mfano kutoka kwenye mazingira. Haleluya. Amen. Kutoka kwenye mazingira unageuzwa. Mazingira yanakuendesha na yasikilize yenyewe. Nitafanyaje siku ya kesho? Mazingira yanakupa mbinu. Wewe si una kondoo, kondoo wa Bwana, hawa wakamue. Mazingira anasema wakamue. Kuwakamua ndio utajua sasa siku hiyo akija huyo mtumishi wa kukamua. Ndio utaelewa anakamuaje. Haleluya. Amen. Anashangaa hakuna upako bila senti, bila dinari, weka shekeli. Haleluya. Atakaye mpeni aombaye shariti apewe, wala msinipe jiwe ingali naomba samaki. Msinipe nyoka. Utalaaniwa ukija na kimkoba na kipochi na kiwali, talafu karudi na fedha iko ndani. Utabeba mauti na laana kwa Bwana. Kwa lazima ujisearch, kwa sababu na wewe laana hutaki. Mazingira yanaendesha mtu, lakini mazingira haya yanakukontrol mpaka wewe kuweza kushindwa kuenenda sawa sawa na Mungu anasema nini kwa wakati huo. Wakati mwingine tunafanya vitu kwa sababu mazingira yanatuamuru tufanye, yanaongea. Si kila jambo limefunuliwa. Yawezekana kuna wakati mazingira yakanifanya mimi kunipa ufunuo kwa ajili ya mtu. Haleluya. Naongea na mtu. Kuna wakati mazingira yanaweza kanipa ufunuo. Kwa hiyo kazi ni kwangu kuweza kuona huu ufunuo wa nani. Kama ni wa mazingira, ubaki kwa wa mazingira. Hauendi kwa watu. Ufunuo wa Bwana ndio utakwenda kwa watu, lakini sio wa mazingira. Amen. Mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti. Je, unaishi kwa mazingira gani? Na hiyo sauti ambayo
inazungumza katika mazingira haya ni sauti ya nani? Hiyo ni sauti ya nani? Nisihubiri kulingamana na mazingira, nihubiri kulingamana na Mungu anachosema. Nihubiri kulingamana na Yesu anasema nini, amefunua kitu gani kwa ajili ya fulani. Amen. Hapo nitasema hata kwa kukupa macho kwa karibu, nitakwambia tu aisee. Hata kama ni ufunuo kukukimbiza, kimbia, lakini nimekuambia. Amen. Kwa sababu ni Bwana amesema. Amen. Mazingira haya yanaweza yakakufanya ukamkosea Mungu na ukamwasi, kwa sababu mazingira yanakukontrol. Na kumbuka, sauti ya mazingira inaweza ikakuinjilia kupitia hata mwanadamu. Tunaona katika bustani ya Eden, ikaja kwa kupitia nyoka, ikaongea. Alafu baada ya hapo ikaonekana mazingira au sauti ya mazingira ya nje, sauti hiyo ilikuwa imekaa katika kinachoonekana kinaitwa nyoka, kikaongea kuvuruga uhusiano wa wale watu na Mungu. Anakuja mtu anakunafikia au kuleta uongo, analeta unafiki. Bwana nimekukuta, nikupe huyu umechanganya na pilipili. Haleluya. Nikuletee fulani mfupi hujawahi kuona. Sasa kama ni mfupi, kwani kuna shida? Anaumwa, anashangaza, hadi kakitembea kama kiliku. Unaweza toka kadandia kama kanaenda taratibu. Haleluya. Amen. Sasa mtu huyo ukimsikiliza na ukafuata anachosema, mazingira ya nje yamekuvamia. Ila kweli naona support, ila kweli fulani mrefu, hips hana, ni mrefu tu ndio tunaoona, kakitembea kutia pia. Na mwingine mfupi, kaa hapa. Ukitembea na karako niangalia, jikaweza kakapita hata hapa kakaenda bila kukaona. Sasa ndivyo alivyoumbwa. Wewe shida yako nini? Sasa mazingira yanamtumia mwanadamu ili kuvuruga uhusiano kati ya mtu na mtu mwingine. Mazingira yanaweza yakatumia mtu kabisa aliye mwanadamu mwenye nafsi, roho na mwili. Hata kama ana nafsi 4 kama za Gaspar, ni sawa, anatumika tu na nafsi zake. Sasa anasogea kwako, anakuletea neno la usushi, alafu inakaa kwako. Na ndio maana mazingira kwa watu ambao wanafanya kazi ya Bwana yanaweza yakamtumia mke au mume kati yao, hao watumishi. Mwanamke akawa mbea kweli, shingo ikarefuka na au akaja pia huyo mume sasa, na yeye akarefisha pua nguru. Kwa hiyo unajikuta huduma narudi nyuma, kwa sababu mazingira yanamtumia fulani kudhoofisha huduma ya mwingine. Unajikuta unamchukia fulani kwa sababu mazingira yalimfanyia mtu yule akaja akawa kiroporopo kwako. Maana ni kwamba mazingira yametumika ili kuwashindanisha ninyi. Msiwe marafiki na msiwe na umoja katika Bwana. Lakini huyu aliyefanywa na mazingira, kwa sababu yale mazingira ni mapepo yana sauti, yanaongea nje. Mtu anapokaa anatafakari jambo fulani ambalo limekwama, mazingira yanamsemesha, yanampa majibu. Yanamwambia unawaza nini? Umesahau kile na kile na kile. Ukienda pale kwenye dobolo winde, unapata hilo. Nenda sasa. Ananyanyuka mtu, anaswampuka mpaka huko fia mimi sawa. Anafika kule nakata mauno, anapewa 2,000 na asante Mungu. Mungu gani huko?
mazingira yanakupeleka pabaya. Sasa mimi nazungumzia kupata kiuno. Wewe ukiwaza wengine ni juu yako, maana ndio akili ya mazingira yako. Mtu kaenda kucheza kwenye baa muziki. Sasa ukiwaza wengine, hayo ni mazingira yako. Mimi sipo. Haleluya. Na uzuri na nabii na sayansi hafumbaki anaposema. Huwa anatoa macho anaposema kama hivi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie ni mazingira ni bwana umepoa. Haleluya. Mazingira ya nje yana sauti na mazingira ya ndani yana sauti. Sasa lazima utofautishe ni kipi kinachokuendesha. Unaweza ukamkosea Mungu na haraka zako kwa sababu ya mazingira ya nje. Mazingira ya nje yanakupa mawazo. Washa ni challenge fulani wakati vibaya ni baya kweli. Unaangalia mpaka macho yanazunguka yanakuwa ya blue. Ukimkuta mtu ghafla pale unaweza kusema huyu mtu kavamiwa nyumba ya mtu, kumbe ndo kwake. Haleluya. Mazingira ya nje yanaongea. Wakashindwa kabisa kuweza kumfanyia Samsoni, wakatumia mazingira ya nje. Mazingira ya nje kwa kupitia mwanamke aitwaye Delila. Wakayasuka mazingira ya nje ili kumvuta mtu mwenye nguvu katika mazingira ya ndani. Wakayaharibu mazingira ya ndani ya Samsoni, akawa mdogwedo, hana chochote, nguvu hakuna. Macho akatobolewa, akawa ovyo. Mpaka akaanza kusinema ya Bwana, nipe tu hata nguvu za mwisho sasa, niondoke na hao. Hakuna, hana chochote. Mazingira ya nje yanatumia miili na sauti hiyo inakaa katika miili hiyo. Mtu anakuja eti nimetokea. Waka ni kauli mbaya kweli, eti nimetokea kukupenda. Umetokea wapi? Magharibi, mashariki? Eti nimetokea kukupenda, sasa nilipotokea tu nimetokea. Hizi elimu jamani, kwa nini tusisome tu vizuri eti unajua nimetokea kukupenda wewe kaka. Nimetokea. Umetokea hivi ukikaa ukafikiria kabisa kwa akili nzuri. Hicho ni Kiswahili wewe? Yaani ametokea ni neno ambalo limejitenga, alafu kukupenda. Yaani ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo soma Kiswahili vizuri, naelewa. Nimetokea kukupenda. Hakuna hiyo. Mwambie wewe acha urudi na idanganya. Hakuna huwa hawatokei. Wanaletwa na Bwana. Wewe kama umetokea sio. Huwa wanaletwa. Sasa huko katika kutokea ndio mnakutana sasa. Mazingira yako yanaharibika. Unaacha umeachama alafu baada ya hapo mzigo unauleta kwa nabii. Nabii Bwana yupo, mkombozi wa watu. Anatumiwa na Bwana wa majeshi. Haleluya. Mabinti sina mnanisikia na vijana. Haleluya. Kwa hiyo mazingira yasiwaendeshe. Eti kucheki. Unaonekana kama mtu ambaye amefogetiwa. Lakini kwa kuwa niko hapa, wewe ndo minus. Sasa ukutwe na wewe ujiki Kiingereza ndo unachanganywa wewe. Wewe unaambiwa minus kweli? Afu umefogetiwa. Kweli hiyo ni haki. Kweli nimepata mchumba anajua Kimombo. Kumbe na yeye anaunga na anachokiongea hakijui. Sio nimedondokea kwake. Nimekufa. Sasa kama umekufa kinachoongea ni nini? Ni mzimu. Nimeoza. Umeoza. Akisema hivyo mwambie ndio maana unanuka. Haleluya. Yaani ukivikuta vitu vya hivyo, na sio kwamba ni watu ambao hawajaokoka, samahani. Unakuta wanamtukuza Mungu vizuri kabisa, lakini anasema nimeoza.
Kwa hiyo mazingira ya nje, na unakupa mfano. Sasa Samsoni wamemshindwa, na ndivyo watumishi wa leo wanapotushindwa maadui katika namna ya mazingira ya ndani, wanatafuta mazingira ya nje kutupiga kwayo. Wanachofanya, wanatumia sauti ya mazingira ya nje kwa kutumia mwili fulani ili kutudhoofisha sisi. Yanakuja kwa namna ya mazingira ya nje. Mtumishi, unajua unahubiri, lakini watu wa Shinyanga ndo kama hao, mara waje mara wasije, hawaeleweki. Kweli unaonaje? Nimeandaa kanisa la watu 8,999 uende pata kwa kulipa milioni 8 kwa mwezi. Shenzi kabisa, na milioni 8 zako ondoka. Mazingira unayashinda kwa namna hiyo. Sasa hapo ndo mimi nimejibu sasa, sio wewe. Wewe ungesema twende, Mungu kakuleta. Yaani umenyooka. Milioni 8 kwa mwezi. Naenda wapi kwanza? Mbona twende hata kama iwe Kenya. Kuna kwa wewe achana na mambo ya corona, forget it. Twende. Unafikiri kwenye milioni 8 kwa mwezi corona ipo? Mtu anakufa alafu anakufa lakini anang'ang'ana tu. Nipe milioni 8. Tumeshashawishiwa sana. Sasa ukikutana na mtu mwenye akili kama ya kwangu. Haleluya. Amen. Umekuja na hela zako lakini unaondoka na vichomi plus hela zako. Tayari wewe ushadedi. Yaani umekufa. Kiroho na kimwili. Kwa sababu umekuja kutafuta laana. Sio niseme hivi alafu uache kuleta matunda yangu ambayo nilikuwa nimeandaa. Na hiyo baraka yangu nikimaliza baada hapo utoe haraka. Haleluya. Sio hakuna cha Kama pia na baraka yangu lete. Haleluya. Na sasa jifanye unaenda nayo. Tutakutana kwenye 19. Mbona ulikuwa na baraka yangu kwa ndoka na mtumishi ulichanganya mwenyewe? Haleluya. Nilichanganya tena ndio. Imekuja vizuri kabisa kwa moyo mweupe. Ukasema sisi ni hehe. Sasa hapo ndio nakukamata. Wewe mazingira ya nje yanakukamata. Sasa leta hiyo na nyingine double. Haleluya. Mazingira ya nje yanaweza kuongea vizuri kabisa kwa sababu yana sauti. Hebu jiulize. Shetani ni roho, ni pepo ambalo halina mwili. Lakini nikaona hapana. Nikienda kwa jinsi ya roho sitamshinda Hawa wala Adamu. Nataka niende kwa mazingira ya nje. Kwanza jambo la kwanza, yule mwaya yule atasema, unaongea. Jambo la kwanza atashtuka. Kushtuka kwake tayari mazingira yameshamkamata hapo. Alafu yanaanza kutoa sauti kupitia nyoka. Unajichanganya kupitia yale mazingira yenye sauti ndani ya mwili fulani. Unaanza sasa na wewe kubwabwaje. Unajua miti yote tunaweza kula, ila pale tu tumeambiwa tusile. Yaani ningekuwa Adamu alafu nakasikia, kwanza nakashika hapo kahawa, nakapiga kofi kanazunguka, au nyoka anamwambia kabla sijakutafutia panga, tafuta mlango wa kutokea. Hauna dhambi. Bora Mungu aje anambie kwa nini unaua? Nimeua kwa sababu aleta kelele. Kwa hiyo kama na makosa tuhurumiane. Haleluya. Umeona sasa mazingira ya nje yalivyokuja kuwa na nguvu. Hata Adamu alipopelekewa, kwani hakuliona jamani, alifumba macho, akaliangalia kama mbona hili tunda kama la pale tulikwambia tusile, lakini yule maana mazingira yale yalikamata kiasi kwamba mazingira yao ya kujikontrol yakanyamaza kimya. Mazingira ya nje ndivyo yalivyo. Tunapopitia wakati fulani tunashindwa kujikontrol kwa sababu mazingira yanatulazimu tuingie mahala pa dhambi. Na ukiangalia dhambi toka imeanza katika Agano la Kale, dhambi ilipoingia imeingia kwa mazingira ya nje kwa sababu ya sauti ya mazingira ya nje.
tunaharibu katika ulimwengu wa roho na tunatengana na Mungu katika roho kwa sababu ya mazingira ya nje. Na shetani akitaka kukupiga, hakupigi ndani, anakupiga nje ili uharibikiwe ndani. Kwa sababu anajua huko ndani ndiko ambako una uhusiano mzuri na Mungu wako. Anasema ametuketisha karibu naye na pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Sasa anaona kwa kuwa katika roho wameketi pamoja na baba yao, sitaweza kuwavamia kule. Sasa niulize swali kwamba kwa nini wengine wanasema chochote kuanzia roho ndipo ndio kinakuja mwilini? Nisikilize. Kinachoanzia roho kinakuja mwilini inategemea. Lakini shetani asilimia kubwa anapiga nje. Ndio maana ameweka mawakala wanaoonekana, waganga wachawi. Kinachoanzia rohoni kuja nje ni kile cha Mungu kudhihirika kwa mwanadamu. Amen. Ndio maana mchawi anasubiri giza, lakini anaenda akiwa mwili njia panda. Analoga ili kuharibu maisha yako ya kiroho, kukutenganisha na Mungu wako. Na anachofanya, anataka akupige nje ili imani yako ishuke. Elima alikuwa ni mchawi anayeonekana, sio katika roho. Akataka kuleta ushindani kati ya Paulo na yeye, kumzuia Sergio, yule Sergio Paul aweze kupokea yule liwali, apokee imani au kuamini ile injili ya Bwana. Mazingira ya nje yanataka kuiharibu nguvu ya roho itakayomfufua huyu jamaa akombolewe, akafanya vita. Mazingira ya nje yanakuja, mtu anakuletea umbea. Wewe yupi? Bwana nimekukuta. Bwana mapigo vipi? Nimemwona mmeo. Umeona lakini hizo action. Nimemwona mmeo. Wapi? Anasompuka anaingia kwenye kanyumba fulani kagiza kapaya. Kweli? Una panic. Oh, vio. Tayari mazingira ya nje yamekukamata. Na unaanza unapiga simu, no. Ukipiga haipatikani. Kumbe chaji imeisha. Na yeye macho yake kiherehere, anapoyuka tu aliona mtu mwingine. Hapatikani, ndo kasema na simu. Akirudi hapo ile jicho kwanza unalompa. Kumbe baba wa watu hana shida. Umeona sasa? Lakini makosa ni kwamba ni kwa sababu mazingira ya nje yalikuletea sauti kupitia mtu, yakaja kukujaza hivi na ukajazika. Ukigonga na ile ndi kama tairi ya gari umejaa. Kwa hiyo ndio maana mimi sifai kwamba na masikio marefu kuliko ya hao. Haleluya. Kwa hiyo naona mimi ndio nina mdomo sana kuliko wengine, sio? Kwani kuna nini? Koma. Unachokifanya. Sasa hiyo koma inatoka kwenye masentensi na maneno yanayoandikwa. Imekujaje kwangu tena? Si ni alama hizi? Haleluya. Tena weka nukta, funga domo. Sasa mama halina mlango, itafungaje? Baada ya hapo mnapishana lugha, lakini ni mazingira ya karibu. Kesho kana kuja, hajakoma mmeo, ameongeza, yuko kasi ya 4G tena. Umeona mazingira ya nje yanapofanya kazi, yanakutoa mahala pa mji wako, yanakutoa mahala pa mji wako, yanakuhamisha. Mwisho wa siku mafarakano yanatokea. Watu hawaaminiani tena kwa sababu ya mazingira ya nje yanaongea. Watu wanaona hiyo, anapokuja mwambie shenzi mdogo wako mrefu tena nisubiri hapa nilete simu kushone mdogo. Nikupige zilizaga na likiraka juu, atakimbia huyo, hatakuja tena. Mwambie sijakutuma uwe refa na uwe muonaji wa uzao wangu na familia. Haleluya. Amen. Kama mtu anafanya ubaya, si ubaya wake ndio utakao hukumu na itafika mwisho. Hakuna lisilo la mwisho. Amen. Hivyo tu.
mazingira ya nje yanaongea. Nyoka akafika kwa mwaya, upo tukae hapa nikupe mdahalo. Na wewe unasukwa na nyoka. Wakati unasukwa unaenda unareact. Unapata magonjwa bure. Kisa vitu vimekuja hapo na mazingira ya nje. Mazingira yenye sauti. Na kwa kuwa mazingira hayana sauti, yanatumia mwenye sauti kuja kuongea kwako. Yanatumia chenye sauti kuja kuongea kwako. Haleluya. Amen. Kwa sababu haya mazingira ya nje yanakuja kwa ushawishi fulani. Yanakuambia bwana, mkiwa anafanya naomba sana lakini mambo yake ni machafu wewe. Mazingira yamemtumia mtu. Tumemwona mwanao yuko hivi. Anatembea kasambaa kweli. Kabaki nguo kimeishia hapa. Yaani kutoka chini kimeishia hapa. Sasa huku kwingine mimi sijui kunaonekanaje. Ila kanguo kameishia hapa. Kweli, na kati umemwona kabisa mwanao ametoka amevaa vizuri. Haya mazingira yanaongea, yana sauti. Wale Wafilisti wakayasuka mazingira ya nje, alafu wakaona sasa mazingira huwa hayana sauti. Mazingira ni ule mpango walioandaa. Kwa kuwa hauna sauti wakaangalia kuna kamalaya kali. Wewe dada njoo. Sasa kuna mtu tunamhitaji. Na tunaona katumbua macho kwako, si kweli? Ndio. Ndio. Sasa tunakupa hii. Mazingira yanasukuma na ule mpango. Alafu sauti ni ya kwake. Kwa hiyo mazingira yanapata sauti kwa kupitia Delila. Akakuta. Nikikuona Samsoni ulipo handsome. Jamaa naye akashapigwa. Kweli si unajua hawaniwezi. Siri yako nini? Mara ya kwanza kagoma. Akaona kama anashtuka vile, kumbe ndo hakuna kitu. Pasi imeshapita kanyooka. Mara ya pili kagoma. Ya tatu kagoma, ya nne kaingia kwenye line halo. Kwenye line halo. Tayari. Kashaingia. Baada ya hapo, nijamaa anione kwa hiyo unajua nywele zangu zikikatwa tu ndo kweli haujaniambia kama mwanzo. Umenidanganya. Waka majinga yaliyoandaliwa. Sauti utafikiri katoneshwa kidonda, ana kidonda fulani. Anaongea kama vile haisenda kufinya, utaongea kwa bezi. Kama anajidonda kidonda, hata kunifinya na meza. Unagezea vipi? Kama na bezi na kuambia utaitumbua. Jamani, kwanza anaangalia. Na inasemekana Delila alikuwa na macho makubwa kweli. Kayazungusha. Jamani alipoyaangalia akaona Mungu wangu wa Israeli anayenitumia. Haleluya. Mungu wangu. Huyu ni mtu au ni Maulana? Maulana ni Mungu. Hao ndo kaja kwa sura hii. Samsoni sasa kaanza kufananisha na wale malaika wanaotokea kule Gibeoni. Hao ndio wale malaika wanatokea kule Israeli. Haiwezekana. Kaja kwa namna fulani. Hebu ngoja nione. Kakaingia. Kaliponyolewa. Kakawekwa karibu na mapaja, kakabembelezwa, kakalala. Kuja kushtuka, kisusu hakuna. Kutokea pale ni mtu mbovu. Hana kitu tena. Anajitutumua, hakuna msuli. Kashikwa, tobolewa macho. Msuli umeisha. Kakunja hakuna kitu. Hakuna, kajitutumua, hakuna nguvu zinazotoka. Kapigwa kilaini. Na ndio maana leo hii watumishi wengi wanaanguka chini kwa sababu ya mazingira ya nje. Na hayo mazingira ya nje ndio ambayo yanawapa shida. Watu wa karibu wanatumikishwa na mapepo kwa mazingira ya nje, wanaharibu huduma zao.
mtumishi alianza muda lakini anashuka chini. Wake zao wenyewe wanatumika, waume zao wenyewe wanatumika. Wanatumika na nguvu za giza. Na wanatumika wao jiherehere kuongea kweli. Mdomo unaongezeka hivi. Mazingira ya nchi. Kwa hiyo kuna aina mbili za mazingira ya nje na ya ndani. Lakini acha nikupe maana ya mazingira haya. Nikianza na mazingira ya nje. Mazingira ya nje haya ni mazingira ambayo ni mazingira yanayoonekana kwa macho ya damu na nyama. Haya ni mazingira ambayo ni mazingira yanayoonekana kwa macho ya damu na nyama. Haya ni mazingira ya nje. Haleluya. Haya ni mazingira ya nje. Na vile vile ni mazingira ambayo yanakuwa na sauti zake. Ni mazingira yanayokuwa na sauti zake. Narudia tena. Mazingira ya nje haya ni mazingira ambayo ni mazingira yanayoonekana kwa macho ya damu na nyama. Na vile vile ni mazingira ambayo yanakuwa na sauti zake. Kwa maana nyingine haya ni mazingira ya ulimwengu wa mwili. Kifupi, ni mazingira ya ulimwengu wa mwili au ulimwengu wa nje. Ni kwa namna gani yana sauti? Haleluya. Ni kwa namna gani yana sauti? Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari ule wa 3. Fungua Biblia yako uwe mwepesi kwenye maandiko. Usisubiri kutafuniwa tu. Soma Biblia pia kama unayo. Maandiko yanasema, ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Anaposema kawaida ya ulimwengu huu, maana yake kawaida ya mazingira haya yanayoonekana katika ulimwengu wa kawaida au ulimwengu wa mwili. Na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Katika wana wa kuasi. Hebu tazama, maandiko yanasema mstari ule wa 3, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, maana katika tamaa za mazingira ya nje, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili, maana mapenzi ya mazingira ya nje na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2. Yohana wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 15 hadi wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 hadi mstari ule wa 17. Nataka nikuonyeshe jambo hapa kwa habari. Bado tuko kwenye mazingira ya nje. Mazingira ya nje. Mazingira ya nje. Maandiko yanasema, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 hadi 17, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Maana yake mazingira ya nje hapa. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Anasema, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Maana yake vyatokana na mazingira ya nje. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Maana yake mazingira ya nje yatatoweka pamoja na tamaa zake na sauti zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele.
nje ni mabaya, yanaweza kukuendesha, yakapendesha vibaya sana. Mazingira ya nje yanaweza kukuendesha, yakakufanya kumkosea Mungu, kwa sababu yana sauti, yanaongea, yanasema aisee, fanya hiki, zunguka hivi. Haleluya. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mstari wa pili, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Anazungumzia mazingira ya nje tusiyafuate, kwa sababu yanaongozwa na sauti ya ulimwengu, yanaongozwa na sauti ambayo sio sauti ya rohoni. Na ndio maana watumishi wengi wanafeli sana, wakihisi ni Bwana anaongea kwenye mazingira, wakihisi ni Mungu anazungumza na wao kwenye mazingira ya nje. Na ndio maana imefika wakati huduma zao zinafubaa na makanisa yao kwanza kurudi nyuma, kwa sababu ya mazingira ya nje kudhoofisha mazingira yao ya kihuduma, ambayo ni mazingira ya ulimwengu wa roho. Yakobo sura ile ya 4. Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kitabu cha Yakobo ile sura ya 4 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 4. Maandiko yanasema, vita vyatoka wapi, na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Haya ni mazingira ya nje, yanaweza kaleta vita, yakaleta chuki, kwa sababu mwanadamu anaweza akatumika na mazingira yake ya nje yakatawaliwa na tamaa na chuki, na baada ya hapo mazingira haya yanaweza kutengeneza magomvi. Anasema, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuwa na wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Kwa kuwa hamuombi, anasema hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili vitumie kwa tamaa zenu. Manake kwa namna ya mazingira yanavyosema, mazingira yanaweza yakatoa sauti yakakwambia hivi, niangalie, yakakwambia omba namna hii, yanakuongoza uombe tofauti. Ndio wale ambao unaomba lakini hamuoni. Una miaka mingi unaomba kitu kimoja lakini ukiona. Tamaa za mazingira ya nje na sauti zake zinakwambia nenda kaombe hivi, ufanyapo maombi omba hivi. Sio kwa mwongozo wa mazingira ya ndani yanayotawaliwa na sauti ya Roho Mtakatifu. Unaomba kwa kutawaliwa na kwa kuongozwa na mazingira ya nje yenye sauti ya tamaa zake. Mazingira ya nje ambayo yana sauti ya ulimwengu, sauti ya mwanadamu fulani kasema hivi, sauti ya uchungu fulani umetokana na ulimwengu kaja ndani yako. Wengine wanaomba kwa visasi, kwa sababu ulimwengu unamwambia simekufanyia hivi, rudisha. Nafuta masikio yake, meno yake, natoa magoti. Mazingira ndio yanakwambia omba hivi. Hakunaga Mungu wa hivi, eti omba hivi kisa fulani amekukwaza umtoe na magoti. Ndio maana hata ulipoomba magoti yaondoke bado yapo, kwa sababu sio Bwana amesema. Haleluya. Mazingira haya, mstari wa 4 unasema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia, manake rafiki wa mazingira ya nje, ni kuwa adui wa Mungu?
Mungu anatutaka tuwe katika mazingira ya ndani ambayo ni mazingira ya rohoni. Ndio maana anasema wa mwilini hawezi akaelewa ya rohoni, lakini pia huyu wa mwilini hawezi akayatambua na kuweza kuyafafanua, kuyaelewa mambo ya rohoni. Anasema basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Anasema kila atakaye kuwa rafiki wa mazingira ya nje hujifanya kuwa adui wa Mungu. Mazingira ya nje yana sauti yake, mazingira ya nje yana kelele zake, yana makwazo yake. Ukiyafuata lazima tu upate shida ndani ya mwili wako. Na asilimia kubwa magonjwa ambayo watu wanayo, mfano mtu ana maroda ya tumbo, ni mazingira ya nje. Kila saa imenuna tu, inawaza inapata madoda, mazingira ya nje. Ukimwona fulani unafiwaza, unamchukia, unajipatia pressure na magonjwa mengine. Mazingira ya nje yanakwambia umeliona hilo cheki na utembea unaonja umeona ya hicho kinakuja uso. Kumbe mazingira hayamtafuti huyo. Unamchukia mtu ambaye hana hata muda wala hakuwazi, unazidi tu kurefuka shingo yote. Kila siku unakonda kwa sababu unaniwaza hivi, ni shingo yangu imetoka kweli jamaa? Mimi nakula na shiba, si wazi tu uone ni waza, unakonda. Usijape nafasi mazingira haya, kwa sababu ya mazingira ya nje. Nikupe maana ya mazingira ya ndani. Mazingira ya ndani, mazingira ya ndani, mazingira ya ndani. Haya ni mazingira ambayo ni mazingira yasiyoonekana. Kumbuka yale mazingira ya nje ni mazingira yanayoonekana, lakini mazingira ya ndani ni mazingira ambayo hayaonekani au ni mazingira yasiyoonekana katika hali ya kawaida. Maanake kwa tafsiri nyingine ni mazingira ambayo ni mazingira ya ndani au ya utu wa ndani au mazingira ya ulimwengu wa roho. Mazingira ya roho. Haya ni mazingira ambayo yanakuwa ndani katika ulimwengu wa roho, ni mazingira ya rohoni, lakini pia yana sauti zake. Shetani vile vile ana uwezo kuyatumia. Ndio maana maandiko yanasema hivi kwamba si kila kinachoonekana kule ni Mungu. Inawezekana kuna wakati mwingine malaika wa giza huja kama mfano wa malaika wa nuru katika mazingira ya ndani. Mfano, unaota ndoto. Wengine wanaletewa maono ya ajabu ajabu, hayaeleweki. Unapopewa maono fulani mabaya au maono fulani ya kudanganyishwa ili uingie mahala pabaya, mazingira ya ndani yanatumika, lakini yanatumika kwa namna ya kuweza kudhoofisha wewe. Aidha kwa njia ya ndoto. Unaiona ndoto hiyo, unaota ndoto labda mbaya, unashtuka, iko kwenye TV, kitanda kiko mbali kweli kweli, shafika papa uirudishe ndio upate kujitambua. Who are you? Kama TV kwa sebuleni za ndio jiulize kwa imeendaje huko. Sasa inapokuwa vile kila siku unaenda unadhoofishwa na mazingira ya ndani. Unasikia sauti inakwambia chinja, nyama ya fulani chinja, afu jina lako chinja, nyama ya fulani, nyama unatajwa, ya fulani nyama, sauti inaongezeka, unashtuka kwenye ndoto. Mazingira ya ndani yanakupa pressure, unashtuka, moyo umeshazurura miguuni, magotini, unarudi sehemu yake kwa kuwa Bwana bado ana haja nawe. Unarudi pale na mishipa inajiletea. Ni kwa msaada wa Bwana unajikuta tena unaishi moyo uko kishindo. Mungu mwingine unaota
Inakuja mtu alieleweki, kucha ziko kule. Inaingiza kucha mdomoni, puani. Ukitoka pale pako unasisimuka, huu kucha vipi? Mazingira ya ndani hayo. Mazingira ya ndani yana sauti zake na kuna viumbe vinavyotumika. Yawezekana akatumika mwanadamu vizuri kabisa, ikatumika choka. Inatafuta ni kukutia pressure, uwe na magonjwa ya pressure. Siku 4 tu wiki tayari unao. Ni mshtuko wa halali wa kueleweka. Mazingira haya, shetani akishindwa kupiga kwa mazingira ya nje, amewatumia wambea, ameshindwa. Wasengenyaji ameshindwa, wanafiki ameshindwa, waongo ameshindwa. Anatumia mazingira ya ndani kupitia ndoto. Binti tunadaliwa ka kijana kahensa, kanakuja nimekuja nitakuoa. Nikashtuka, Mungu amenifunulia. Mungu amenifunulia mtumishi wa Mungu. Haleluya. Leta kwanza tukudadafulia hapa. Mungu amekufunulia au mapepo. Nimeona mwalimu. So anafanya mixing au mixer, so ameniletea handsome white. Like a shombe, sio shombe lakini ni kitu kama hicho. Sasa yule mwambie afanya tumishi wewe black. Mimi ni white kabisa. Hafanani na wewe. Kweli kwa hiyo yani shindilia upako mtumishi adhihirika. Anapoongea ni kama tayari ndo kabigwa pete sasa, kavalishwa. Mtumishi shindilia tu upako. Yaani ndo kama tayari sasa. Mambo ya mwanzoni yale yameshafanyika. Uchumba nini? Kumbe ni kwenye ndoto. Nishikilie upako wewe mtumishi. Na anamalizia na iwe hivyo. Baada ya kushikilia upako na iwe hivyo. Na kutegemea mtumishi. Na mimi nakwambia sawa. Nikiingia kule kuchunguza nikakukuta kapepo na kafieka, alafu nakwambia sasa nishamalizana na mapepo, nishashindilia. Kwa hiyo hakuna tena. Utumishi wa siku hizi wanaharibu kabisa uhusiano wa watu. Haleluya. Huwa tuna kesi jamani, msituone hivi. Tunabebaga madhawama ya wanazengo. Yaani usifikiri kwa mtumishi ni raha. Kuna malaumu, unapoharibu pepo la mtu. Yeye anaona ameharibu ndoa. Haleluya. Amen. Mtumishi badala asaidie watu wanavuruga. Kuna mtu mmoja nikamshauri kipindi cha nyuma. Mtumishi na watu kama 7, okay. Ni ndugu zako umezaliwa nayo. Hawa ni watu ambao wameni approach. Na nuku maneno yake. Sasa kwa hiyo majina haya hapa nataka Mungu aseme ni nani kati hawa 7. Wote mioyo yao imeshindikana kwangu. Haijiwezi. Wanachosubiri tu mimi niwaambie ndio, fulani nimwambie ndio. Sawa. Nikachunguza yale majina. Ila akasema ila hawa ndio zaidi, hawa ndo sana uangalie. Akawatoa hawa wawili hawa. Hapana. Hebu hawa watano hawa sana hawa ndio mmoja wapo hapa. Akamwambia okay, sawa. Nenda. Sasa wale watano ni Yuku Ekron. Na nikataka kujua kwa nini hawa watano ndio sana. Ni kwa sababu wana shekeli. Hawa wawili hawana. Ndipo wakagua, nikaangalia, siangalii shekeli, naangalia nani sahihi. Hawa watano kwanza nikapiga mkazi wote wakabaki wawili. Pale wawili
Kuna yule ambaye ndio huwa anategemea msaada kwa binti mwenyewe. Wala ndio akasema sasa huyo. Yaani hata ile ya vocha anataka binti ndio ampe. Nikamwambia wewe hapo, sasa mtumishi omba tena umekosea. Unaona mazingira ya nje yanakuja kwa namna ya fedha. Yanamshawishi mtu anavutwa upande fulani. Mabinti na vijana, mtaoa mapepo na kuelewa mapepo shauri yenu. Na hizo ndoa kuzifungishi sisi. Tafunga kwenye misitu kule. Kwa hiyo kabla ya yote lazima kwanza nichunguze. Sasa nikubali tu uchukuliwe na pepo. Alafu umesahau kurudishia mlango. Mtu uko naye anakwambia acha tutarudishia. Inafanya mkono hivi napiga kona chumba tapata kisepleni, mtaye komeo. Alafu anarudisha mkono. Unaona nimerudishia. Mkono unarudi fia. Papo kimbilia upaoni. Unafikiri dirishani ndio mlangoni. Maana haya yakiwatokea mlango nafikiri utauona hata kama ni huwa hapa. Ni giza. Tena wenyewe utakuwa ukuta uliokomaa. Penye ukuta na utauona mlango na ingali haupo. Haleluya. Haleluya. Akaenda nje na mimi. Sasa napokuwa na mimi huwa sitakagi ujinga, nikamwambia kunisikilize. Kazi yangu mimi nimeshamaliza. Usitake kuniendesha kwamba nifanye vile unavyotaka. Na kama ulikuwa na majibu usingeleta kwa. Kama ulikuwa unajua ni huyu ungeunga moja kwa moja huko usinisumbue. Sasa nilimwambia hivi usikuanzia sasa hivi. Namwambia sio kwamba naongea na mwalimu sasa sikiliza. Nimekwambia uhalisia. Sasa nenda unapoona wewe. Akajichagulia. Mazingira yake mwambia waachana na kuja kupotezea muda tu tumishika naye bwana chukua. Alipoingia amechukua siku 3 toka ametoka kuoana. Si nini? Nikamwambia unguza, nilikwambia. Ukakataa. Nimekusikia. Mlilie Mungu, sio mimi. Sasa unichoshe nini? Eti nianze tena kukomboa ndio unakomboaje? Unakomboaje? Kwa sababu tulimshauri toka mwanzo usiingie huko. Mabinti wa sasa zinaangalia fedha, mtanyooshwa. Si niko hapa. Kuleta kesi kama wanakwambia kanyooshwe bado. Sijaona upanga wa suruali. Inyooshwe vizuri. Umenyoka. Mtumishi niko mimi kwa nishamkiri pala limetosha. Kwa hiyo Mshangilie Bwana tu kwa hiyo. Haya ni mazingira. Kwa hiyo wakati mwingine tunapokushauri, tunapokuambia, naongea na vijana ambao hawapo kwenye ndoa na mabinti. Usikurupuke. Ikifika wakati wako usikurupuke huko. Shauri hapa. Niko hapa. Unafikiri utaacha kuja? Nikifika kwenye koo. Yamenishinda. Najua na mhofia lakini sisi naenda. Njoo mwanangu usiache. Lakini bango la kwanza uliendaje? Kabla ya yote. Haleluya. Kwa hiyo uje ukiwa umejiandaa kabisa nitakalo nikuta nitavumilia tunaanza kuniponyo. Maana sasa unajua mimi wanajiweka wazi na kuambia kabisa nilivyo. Ili ukiona kuja ujue kabisa. Na kama ukijiovya kaa hivyo hivyo. Lakini uwazi unatoa. Acha nikufundishe kitu. Wewe ambaye pengine unataka kwenda sasa kwenye haya mambo. Mwambie Mungu leta yule uliyemwandaa, usijichagulie wewe. Kwa sababu mazingira yaje nakwambia wewe mwenyewe hela una, alafu uchukue huyu mtu anatembea yeye malapa hayo. Ametoka huko kweli. Wewe kitu mzuri kuna wewe. Kijana mwenyewe anatembea hivi. Biblia huko wapi? Wewe uchukue kuna hiyo. Mazingira ya nje yanaongea. Ndio wanasema shida za mimi. Yaani ndio hii.
Unaona kwenye kioo sasa, unageuka hivi, unajiangalia, yule hapa. Mazingira haya yanakutoa kwenye mstari. Kuna mtu mwenye tabia yake atanutisha, atashora kutoka Yesu nyingine. Eti huyo ndo anaenda na gari huyu. Utaambiwa umepata wapi shosti? Kumbe ni wa halali. Ni wa halali kutoka kwa Bwana. Mwambie Mungu, najua Adamu hakukuomba ulimwandalia wewe wa kufanana naye yeye. Hakuweka maombi kwamba Mungu wangu, unajua niko mwenyewe, mimi ndo Adamu. Yeye haka hivyo na mambo yake akashangaa sasa kwa kufanana naye. Adamu mwenyewe alipoangalia sio, hiyo mambo ya nyama yangu, mifupa kwa mifupa yangu, magengeza kwa magengeza yangu, tumbo kwa tumbo langu, kitambi kwa kitambi chake. Anafanana. Mungu nipe pua ya hivi isiwe nene sana. Mungu nipe miguu ya hapa isiwe miguu kubwa mpaka nakosa namba ya lapa. Ndio mambo ya utakatifu. Eti kapo kalejinadia, kapo Bwana Yesu, unajua wewe ndio mwaminifu. Unawapo watu kulingamana haja za mioyo yao. Umesikia karatasi kama maandiko. Umesema utanipa nikueleze mambo yangu, utanipa haja ya moyo wangu. Hii imeandikwa Isaya. Bwana nimekuja kwako. Mimi Bwana mwanao. Kabisa nimeacha dhambi zote. Nimetubu kwa kweli. Nipe mrefu kiasi. Wewe mwambie Bwana tu niletea mlingoti safi. Ukipita kwenye matunda ananichumia matunda huko hivi. Kafupi ukipita sehemu kuna shida sio za kupita, kenye kashaenda kana kuletea vitu vizuri unakula. Eti Mungu nipe wahidi asiwe na tumbo nene mbaya. Ndio unakuta na uzima wake na ndevu. Bwana Yesu nipe kesi maana mazito. Mwingine ninataka akiwa anatembea mpaka anahema ni mneno nimetoa hivi. Maombi gani hayo? Mwingine Bwana nipe mwenye mguu kama wa kwangu. Sasa yeye ni wa kiume, mguu wa kike unatoka wapi? Eti nipe mpole. Wewe mwambie Bwana tu niletea ile kiherehere, akawe kiherehere kwa Yesu huko afanikiwe. Haleluya, akawe kiherehere kwa Yesu. Mungu nipe, hasa natembea nisamba. Wewe kama nimeenda ukamnyoosha. Tunamwambia Bwana kwa kuwa umenipa nikakushukuru. Ila hii tembea Bwana sikukuomba. Hebu nirekebishe. Haleluya. Nitakuja kukufundisha wewe ambaye unataka kwenda kwenye ndoa, lakini na wewe ambaye tayari akina mama, niseme akina mama wote na akina baba ambao wako kwenye ndoa na akina mama ambao tayari ni akina mama pamoja na mabinti na vijana wanaoelekea, lakini wengine hatutawahitaji kwenye hiyo semina. Tutawaacha kwanza wakae nyumbani. Wao wanaomba huko. Nikikupa hiyo semina aisee, wewe ndio utakuwa mchawi wa mumeo kwa sababu utakuwa unamwata tayari. Kabisa. Nikikupa hiyo semina, hakuna mji utakuwa na shida. Wala hakuna atakayekupa shida. Simple sana. Lazima uyatambue mazingira haya. Hebu tusome kitabu cha Warumi ile sura ya 7 na mstari wa 14 hadi 25. Muda wangu ni mchache, naenda sasa kumaliza ili nikuache uende. Warumi sura ya 7 mstari wa 14 hadi mstari wa 25. Hapo tuko kwenye mazingira ya ndani. Mazingira ya ndani. Warumi sura ile ya 7 mstari wa 14 hadi wa 25. Maandiko yanasema, kwa maana tunajua ya kuwa torati asili yake ni ya roho. Haleluya. Warumi sura ya 7 mstari wa 14 hadi 25.
Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, mimi ni mtu wa mazingira ya nje, nimeuzwa chini ya dhambi. Si kama naeleweka hapa? Mstari wa 15 maandiko yanasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Mazingira ya ndani yanataka ufanye hiki, lakini mazingira ya nje yanakwambia hapana, hapana, fanya hichi kinachoonekana Bwana, achana na hayo. Tazama, anasema bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Mazingira ya nje yanakuamuru kutenda jambo baya ambalo mazingira ya ndani hayataki. Ndio hiyo kutenda dhambi na kumkosea Mungu. Mstari wa 16, lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda, si mimi nafsi yangu ninayetenda hiyo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Mazingira ya nje yanakusukuma wewe, yanakugeuza na kuendesha kufanya lisilofaa mbele za Bwana. Haleluya. Mstari wa 18, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda hilo jema sipati. Mazingira ya nje yamesha yatawala mpaka mazingira ya ndani. Si kama naongea na mtu. Maana yake ni kwamba yamekufanya ukose maamuzi sahihi, ukose namna ya kujikontrol kutenda jema mbele za Bwana. Mazingira ya nje yanaweza yakaukamata utu wa ndani na kuuendesha yanapotaka yenyewe. Sasa Paulo anatuonyesha jambo hapa ya kwamba mazingira yangu ya nje yanayaharibu mazingira ya ndani, lakini yale ambayo nilitaka kufanya siyafanya. Nisilolipenda ninashurutishwa na mazingira ya nje fanya. Mstari ule wa 19, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Mstari wa 20, basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendayo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu, ambayo imechukuliwa na mazingira ya nje ikaingizwa ndani ya mwili wa mtu. Ndio maana hapo mwanzo nikasema kwamba mazingira yanaweza yakakaa ndani ya mtu kumtumia yule mtu kuwa sauti. Yanaweza yakaja mazingira ya dhambi au ya uovu au ya uharibifu yakakaa ndani ya mtu, alafu mtu yule akawa ni mtu ambaye hawezi kujiendesha tena kwa namna ya kuitii sheria ya Mungu. Mazingira yale yanamwendesha vibaya. Yanaweza yakamsukuma kazini, kaharibu, katukane, kafanye hiki. Maana yule mtu hapendi kufanya hicho, lakini namlazimu kwa sababu mazingira ya nje yameukamata utu wa ndani. Si kama naongea na mtu. Mstari wa 20 nasema, basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendalo, bali ile dhambi ikayo ndani yangu. Mstari wa 21, basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda hilo jema, lipo lililo baya, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa, lakini kwa utu wa nje nimeshindwa kufanya jema. Maana mazingira ya nje yananiendesha, lakini utu wa ndani kuna kitu ndani yake. Ila sasa hivi viwili vinabishana, vinafanya mabishano, vinashindana, hata tunashindwa kuyatenda yapasayo mbele za Mungu. Kwa sababu haya mazingira, roho na mwili, vinapigana. Mazingira ya rohoni na mazingira ya nje yanashindana, hata unashindwa kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu, kwa sababu mazingira ya nje yanashindana na mazingira ya haki ili kufanya mwili kutenda haki. Mazingira ya ndani yanashindana na mazingira ya nje, yanaushuja mwili kuendana na haki ya mazingira ya ndani. Si kama naeleweka wala ficheki kidogo. Tunasema mstari wa 22, kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, kwa mazingira ya ndani. Mstari wa 23, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali. Haleluya. Iliyo mbali, inapiga vita na ile sheria ya akili zangu na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Unaona sasa? Ukisoma mstari wa 23 unaona kabisa kuna mazingira aina mbili, ya nje na ya ndani.
yanafanya vita ndani ya mwili wa mtu na kumfanya mtu huyo kuwa kinyume cha Mungu. Mstari 24, ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu mauti? Maana yake ni kwamba ni nani atakayeniokoa na mazingira haya mauti, mazingira ya ulimwengu wa mwili. Haleluya. Amen. Mstari wa 25, na mshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Ndani nataka kuitenda sheria ya Mungu, lakini mwili umetawaliwa na mazingira ya nje. Umeona hapo tayari kuna mazingira aina mbili yanapigana. Ya nje nakwambia usende kanisani, ya ndani nasikia kuabudu Mungu, nasikia kufika kanisani au madhabahu, lakini ndani unasikia kwenda nje unaambiwa haunyoshe hicho chombo. Hilo bakuli chafu hivi kaona ulivyo. Wewe si msafi kabisa, unaachaje viungo hivi. Unaanza kupata na masiri wale unaacha kuja kanisani. Maana kwamba mazingira ya nje yamekukawa. Mazingira ya nje yanakwambia hapa ungemalizia kile bwana. Jumapili kitu gani wewe? Acha ushamba. Unaangana na mazingira ya nje. Jumanne kitu gani bwana? Usiende. Haleluya. Ndio maana hata Paulo akasema kushindana kwetu sisi si juu ya mazingira ya nje. Mapigano haya yatoka wapi kama si katika miili yetu, wala katika mazingira ya nje? Bali katika utu wa ndani, anasema katika ulimwengu wa roho. Na hata hapa naona ya kuzivaa silaha, anasema hivi, silaha zinaweza katika Mungu lakini ni rohoni. Anasema kwa maana hiyo zitwaeni silaha zote za Mungu lakini katika roho. Maana ni kwamba mazingira ya nje kutawala yanaanza kuyazima taratibu, siku hata siku mazingira ya ndani yaliyokuwa na sheria ya Mungu, yaliyokuwa na uzima milele, yaliyokuwa na amani ya Bwana, yaliyokuwa na ushindi na kufa, wanaanza kujitembelea kama koki kile kakakaa, kwa sababu tayari mazingira ya ndani yamekufa kwa kuuawa na mazingira ya nje. Anatuambia Paulo hapo, ninataka kufanya sifanyi, kwa sababu mazingira ya nje yanakwambia hapana, achana nao. Mazingira ya ndani yanasema ukifanya ni sheria ya Bwana, ukifanya unampendeza Bwana, lakini mazingira ya nje yanakwambia wapi, usidanganye. Na ya nje wewe yana nguvu kweli. Mfano tukabiti kamikuta. Saa hiyo kanawaza, nipate wapi jamani tesi kuniteleka seke. Kanawaza hapa katoka tu. Kabiti habari safi. Vipi mbona kama na mawazo acha teori Mungu mimi. Una shida gani? Ni kaniwaza mchana kutwa sijaona kabisa mwanya. Ngiona mwanya toa jina moja utakuwa nani? Ndio mwanya sio shida nini kama unaweza kunikopesha. Unajui? Atakukopesha wapi bwana? Shika tu, lakini namba zako sinajua. Siku 2 ya 3 unatembea sio wewe tena, uko wewe. Umeelewa lakini? Haujaelewa. Uko wewe. Unatembea mara kitabu, mara umeongezeka, ueleweki, mara unene, hizi zinaongezeka na ulikuwa unaswampuka tu mwenyewe mwepesi. Tayari ushaharibika. Mazingira ya nje yamekuvuta. Na shetani alivyo mbaya, anaangalia mtu anawaza na apeleka mazingira ya mawazo yake ili nafsi vile vile. Samson wasingemweza kama asingeanza na yeye kumwaza Delila. Ona kama vile analifiti vile. Hapo akafiti kweli. Haleluya. Anasema kwa hivyo hatulegei bali ijapokuwa utu wa nje unachakaa. Labda haya mazingira ya nje yananipeleka katika hali tuni, lakini mazingira ya ndani sitoyaruhusu nayo yachafuke yaharibike. Anasema bali yawe imara siku hata siku. Ili mazingira ya nje yawe na ushindi. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi mstari wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 18.
Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi 18. Bado nasema, kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Mstari wa 17, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Mstari wa 18, tusiviangalie vinavyoonekana. Maanake tusiangalie sana mazingira ya nje, ijapokuwa tunayaishi, lakini tuyatazame kwa namna ya kuyashinda. Ndio maana hata Paulo anasema ingawa tunena katika mwili, lakini hatufanyi chochote kile kwa jinsi ya mwili, wala mapigano yetu si kwa jinsi ya mwili, na hata silaha zetu si za mwili, na hata kufanya kwetu kwa tendo ama kwa neno si kwa mwili, bali ni katika Mungu. Sasa Mungu ni nani? Ni Roho. Ni katika Mungu, ni katika Roho hata kuangusha nini? Anasema tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Maanake mazingira ya ndani yana uzima wa Mungu, maana huko ndiko aketipo Bwana. Anasema yeye ameketi mkono wa kuume katika ulimwengu wa kiroho. Anasema baraka zote za Roho alitubariki nazo, tukiruhusu utu wa nje wa mazingira ya nje kututawala, mazingira ya utu wa ndani yatazimishwa, na kwa sababu hiyo hatubarikiwi. Baraka zetu ikiwa chimbuko lake ni Roho, maana ni kwamba tunatakiwa rohoni paendane na mwilini, au mazingira ya ndani yawe na uhusiano na mazingira ya nje, yakipishana. Mazingira ya nje yana sauti yake, mazingira ya nje yana mwongozo wake, na ya ndani yana sauti yake na mwongozo wake. Hakuna kitakachodhihirika kwa utaombewa sana, lakini hautaona mafanikio, kwa sababu cha Mungu sharti kinaanzia ndani kuja nje. Unapoona kimedhihirika leo, hakijaanza leo, kiliandaliwa toka muda rohoni, leo ndio kimedhihirika. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana anasema ombeni nani mtaona. Kule kuomba kwenu ni maandalizi yanafanyika udhihirisho, ili Mungu naye akutengenezee roho. Amen. Kwa sababu sisi ni roho. Kwa kuwa Mungu ni roho, huanzia kule hata yale anayotujibu. Sasa tunashindwa kuitii sheria ya Mungu kwa sababu mazingira ya nje yanatujulisha. Na sheria ya Mungu, kumbuka, anasema hivi, ameiandika ndani, sio nje. Sio tena katika vibao, katika mbao mbili alizopewa Musa. Hizo zilikuwa ni nje, anasema katika mioyo yenu. Maana katika utu wa ndani. Roho zetu zimebeba sheria ya Bwana. Na roho sharti iwe katika ulimwengu wa roho, mwili sharti iwe katika ulimwengu wa mwili. Je, kuna uhusiano gani kati ya roho na mwili? Juu ya hiyo connection au haya mawasiliano ya kimungu ya roho na haya ya nje ya katika ulimwengu, anasema msifuate ulimwengu huu, kwa sababu mazingira yake na sauti zake na mwenendo na tabia zitawakosesha mbingu. Anasema yafisheni matendo ya nje ya mwili, ambayo ya mazingira ya nje na tamaa zake, kisha mkaifuate sheria ya Bwana. Maana kwamba mtaishi katika namna ya kumpendeza yeye. Maana mkienenda kwa namna ya nje, anasema hiyo ni ibada ya nini? Ya sanamu. Ikiwa imeeleweka tena, ongeza makofi yako kwa Bwana. Mpe Bwana tena makofi yako. Amen. 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 Alielewa, pige mkono namna hii. Amen. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, chunga sana mazingira yako ya nje kuwa ni mazingira ambayo yatatawaliwa na Roho wa Mungu. Amen. Yataendeshwa na kanuni za Bwana. Ndio maana Mungu akaona hapana, mazingira ya nje katika Agano la Kale sharti yaongozwe kwa namna ya nje. Akatengeneza amri na sheria kupitia mbao mbili, akampa Musa, akamwambia sasa hawa watu wataniasi kwa kufuata miungu, hivyo wapelekee, kwa kuwa wanaenenda katika mazingira ya nje, nimedhihirisha nami sheria yangu katika utu wa nje. Wapelekee, wafundishe, waambie wasiue, wasizini, wasifanye hiki, wasifanye hiki, ndipo watakapofanikiwa na kuishi. Lakini wasipofanya hivi, laana itakuwa kwao.
lakini safari hii Mungu anasema mioyoni mwe itaiandika. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana Libarikiwe. jina la Bwana Libarikiwe. basi ubarikiwe sana. Unaweza kusimama hapo ulipo.